بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Amin. Uteremsho wa kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu mwenye hikma. Hatukuziumba mbingu na ardhi wale aliyomo baina yake ila kwa haki na kwa muda maalum, na waliokufuru wanayapuuza yale wanayoonywa. Je, mwawaona wale mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu? Nionyesheni wameumba nini katika ardhi au hao wanayoshirika katika mbingu? Nileteeni kitabu kilichokuwa kabla ya hiki au alama yoyote ya elimu ikiwa mnasema kweli. Na nani mpotofu mkubwa kuliko hao wanaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu
ambao hawatawaitikia mpaka siku ya kiyama, na wala hawatambui maombi yao, na ambao watu watakapokusanywa watakuwa maadui zao na wataikataa ibada yao. Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi, waliokufuru husema juu ya haki inapowajia, huu ni uchawi dhahir. Au wanasema ameizua mwenyewe. Sema, ikiwa nimeizua mimi, basi nyinyi hamwezi kunifaa chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Yeye anajua zaidi hayo mnayoropokwa, anatosha kuwa shahidi baina yangu na nyinyi, na yeye ndiye mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Sema, mimi si kiroja miongoni mwa mitume, wala sijui nitakavyofanywa wala nyinyi. Mimi nafuata niliyofunuliwa tu kwa wahi, wala mimi si chochote ila ni mwonyaji mwenye kudhihirisha wazi. Sema, mwaonaje yakiwa haya ni kweli yametoka kwa Mwenyezi Mungu, nanyi mmeyakataa, na akashuhudia shahidi miongoni mwa wana wa Israeli juu ya mfano wa haya, na akaamini, na nyinyi mnafanya kiburi? Hakika Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wenye kudhulumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Suratul Ahqaf imeteremka Makka. Sura hii tukufu inasimulia kuteremka kwa Qur'an kutokana na Mwenyezi Mungu, na kupasa kuiamini na kumwamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuisadiki siku ya kiyama. Na imekusudia kunabihisha watu wazingatie aliyowapata waliotangulia, waliomuasi Mwenyezi Mungu na mitume wake, na imeita watu washughulikie kuwafanyia wema wazazi wawili na kuzitunza haki zao. Na hii sura imeelezea kisa cha baadhi ya majini walioisikia Qur'ani tukufu, wakaambizana waisikilize, wakaiona kuwa inathibitisha yale yale waliokuja nayo mitume wa kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaongoa kuendea haki za kwenye njia iliyonyoka. Wakaiamini na wakawataka wenzao wafuate yale yale. Ikamalizikia hadithi kwa wito wa kumtaka Nabii sallallahu alaihi wasallam avumilie vile anavyokadhibishwa na kaumu yake, na kumliwaza katika haya kwa waliomstahimilia mitume wa kabla yake wenye azma ngumu. Imeanzia sura hii kwa baadhi ya harufi kama ilivyo ada ya Qur'ani katika sura kadhaa wa kadhaa. Hii Qur'ani imeteremka kutokana na Mwenyezi Mungu mwenye kushinda kila kitu, mwenye hikma katika yatendayo. Hatukuziumba mbingu na ardhi na vyote vilio baina yake ila kufuatana na sharia zilizothibiti, kwa makusudi yanayoambatana na hikma, na kwa muda maalum ambao baada yake utakwisha. Na wale wanaokataa ukweli huu wanapuuza yale yaliyoonywa kwayo ya kuumbwa kupya siku watakapofufuliwa watu kwa ajili ya malipo. Waambie hao wanaomuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, hebu naambieni hali ya hao mnaoomba badala ya Mwenyezi Mungu. Nijuvieni wameumba nini katika ardhi, au wana ushirika wowote katika mbingu? Nileteeni kitabu kitokacho kwa Mwenyezi Mungu, au mabaki yoyote kutokana na elimu za watu wa zamani, ambao mnategemea kwa madai yenu, ikiwa mnasema kweli. Na nani aliyezidi kupotea kuliko anemuacha Mwenyezi Mungu akaiomba miungu mingine ambayo haimjibu kitu mpaka mwisho wa dunia, na ambao hao hata wana habari ya maombi yao? Na watu wakikusanywa kwa ajili ya hisabu siku ya kiyama, hawa wanaoabudiwa kwa upotovu watakuwa ndio maadui wa waliokuwa kiabudu, na watajitenga nao na kuwakadhibisha kwa madai yao kwamba wao wanastahili kuabudiwa. Katika Injili ya Mathayo inasumuliwa wazi vipi Nabii Isa alayhi salam atavyowakataa Wakristo wanaomwabudu yeye. Tazama Mathayo 7:22 hadi 23. Yesu anasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu.
na washirikina wakisomewa aya zetu zilizo wazi, wao husema kwa ule ukafiri wao na inadi yao, bila ya kuzingatia kuzisema hizo aya, huu ni uchawi dhahiri. Bali wanasema hawa makafiri, Muhammadi ameizua hii na akamsingizia Mwenyezi Mungu. Sema kuwajibu, ikiwa mimi nimeizua hii, Mwenyezi Mungu atanipatiliza upesi, wala nyinyi hamwezi kunilinda hata kwa chembe ya adhabu. Yeye peke yake ndiye mwenye kujua kabisa hayo mnayoropokwa katika kuzitia kombo aya zake, na yeye anatosha kunishuhudia ukweli wangu na kushuhudieni nyinyi kuwa mnanikadhibisha. Na yeye pekee ndiye mkunjufu wa msamaha kwa mwenye kutubu, mkubwa wa rehema kwa kuwapa muhula wenye kuasi ili wadiriki kurejea. Waambie, mimi sikuwa mtume wa mwanzo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hata ndiyo muukataye ujumbe wangu. Wala mimi sijui Mwenyezi Mungu atanifanya nini na atakufanyieni nini nyinyi. Mimi sifuati nayosema au kutenda ila ananifunulia Mwenyezi Mungu. Wala mimi si chochote ila ni mwonyaji miongoni mwa waonyaji. Sema, hebu nabieni ikiwa hii Kurani inatoka kwa Mwenyezi Mungu, na nyinyi mkaikataa, na hali ameshuhudia shahidi katika wana wa Israeli kuwa imeshuka mfano wa hii kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akawa yeye kaamini na nyinyi mkatakabari, basi hapo nyinyi simtakuwa ni wenye kupotea na wenye kujidhulumu wenyewe kuliko watu wote. Hakika Mwenyezi Mungu hamsaidi kuongoka mwenye kujidhulumu mwenyewe na akapanda kiburi kuikataa haki. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن
أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Na waliokufuru waliwaambia walioamini, lau kuwa hii ni kheri wasingelitutangulia. Na walipokosa kuongoka wakasema, huu ni uzushi wa zamani. Na kabla yake kilikuwapo kitabu cha Musa kuwa chenye uongozi na rehma. Na hichi ni kitabu cha kusadikisha na kilichokuja kwa lugha ya Kiarabu ili kiwaonye waliodhulumu na kiwe ni bishara kwa watendao mema. Hakika waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, kisha wakatengenea, hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Hao ndio watu wa peponi, watadumu humo kuwa ni malipo kwa waliokuwa wakiyatenda. Na tumemuhusia mwanadamu awatendee wema wazazi wake wawili. Mama yake amechukua mimba yake kwa taabu na akamzaa kwa taabu. Na kuchukua mimba kwake hata kumwachisha ziwa ni miezi 30. Hata anapofika utu uzima wake na akafikiria miaka 40 husema, Mola wangu mlezi, niwezeshe nishukuru neema zako ulizonineemesha mimi na wazazi wangu, na nitende mema unayoyapenda, na unitengenezee dhuria zangu. Hakika mimi nimetubu kwako, na mimi ni miongoni mwa Waislamu. Hao ndio tunawapokelea bora ya vitendo vyao walivyovitenda, na tunayasamehe makosa yao. Watakuwa miongoni mwa watu wa peponi, miadi ya kweli hiyo walioahidiwa. Na ambaye amewafyonya wazazi wake na akawaambia, ati ndio mnanitisha kuwa nitafufuliwa, na hali vizazi vingi vimekushapita kabla yangu. Na hao wazazi humomba msaada Mwenyezi Mungu, ole wako, amini, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli, na yeye husema hayakuwa haya ila ni visa vya watu wa kale. Hao ndio ambao imehakikishiwa hukumu juu yao kama mataifa yaliyokwisha pita kabla yao miongoni mwa majini na watu. Hakika hao wamekuwa wenye kuhasiri. Na wote watakuwa na daraja zao mbalimbali kwa walioyatenda.
na ili awalipe kwa vitendo vyao, na wala hawatadhulumiwa. Na siku watakapoletwa waliokufuru kwenye moto, wataambiwa, nyinyi mlitoa vitu vyenu vizuri katika uhai wa duniani na mkastareheshwa navyo, basi leo ndiyo mnalipwa adhabu ya fedheha kwa mlivyokuwa mkitakabar katika ardhi bila ya haki, na kwa sababu mlikuwa mkifanya upotovu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Na waliokufuru walisema kuwahusu walioamini kwa kejeli na majivuno juu yao, ingelikuwa aliyokuja nayo Muhammad ni akheri, basi wasingetutangulia hawa katika kuyaamini, kwani sisi ndiyo twenye ubwana na akili bora. Na ilivyokuwa hawakuyafuata, basi wakaangukia kuyatoa kombo, wakisema huu ni uongo wa zamani unaotokana na hadithi za watu wa kale. Na kabla ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu aliteremsha Taurati kuwa ni uongozi na rehema kwa wenye kuitenda. Na hii Qur'ani wanaoikadhibisha inasadikisha vitabu vilivyokwisha tangulia. Mwenyezi Mungu ameiteremsha kwa lugha ya Kiarabu iwe ni onyo jipya kwa wenye kudhulumu na bishara kwa wenye kusimama sawa juu ya njia. Hakika wanaosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu peke yake, kisha wakatengenea kwa kufanya vitendo vizuri, watu hao hawana hofu ya kushukiwa na karaha, na wala hawatahuzunika kwa kuyakosa wayatakayo. Hao wanaosifika kwa kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja na kusimama sawa, ndio waliohusika kuingia peponi wakikaa humo milele. Mwenyezi Mungu amewapa hayo kuwa ni jaza yao kwa mema waliokuwa wakiyatenda. Na tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wafanye wema mkubwa, kwani mama yake amechukua mimba yake kwa mashaka na akamzaa kwa mashaka. Na muda wa kuchukuliwa mimba mpaka kuachishwa ziwa ni miezi 30. Muda wote huo mama kapitikiwa na kila namna ya machungu, mpaka huyo mtu alipofikiria ukamilifu wa nguvu zake na akili yake na akafikia miaka 40, husema, Mola wangu mlezi, nijalie nishukuru neema yako ulinineemesha mimi na wazazi wangu, na nijalie nitende vitendo vyema utavyoviridhi wewe, na ujalie huo wema wapate pia dhuria zangu. Hakika mimi nimetubu kwako kwa kila dhambi, na mimi ni miongoni mwa Waislamu, yaani waliosalimisha nafsi zao kwako. Uchache wa mimba ni miezi 6 kwa kauli yake mtukufu, na kuchukua mimba kwake hata kumwachisha ziwa ni miezi 30, na kauli yake mtukufu na kumwachisha ziwa kwake ni miaka 2, na kauli yake mtukufu na wazazi wa kike huwanyonyesha wana wao miaka 2 kamili kwa mwenye kutaka kutimiza kunyonyesha. Basi ukitoa muda wa kuachisha ziwa kutokana na muda wa mimba na kunyonyesha, inabakia muda wa mimba ni miezi 6. Na haya yanafikiana na iliyothibiti kwa elimu ya sayansi kwamba mtoto mchanga akizaliwa baada ya mimba miezi 6 anaweza kuishi. Hao waliosifika kwa sifa hizi ndio watakaowapokelea amali zao njema, na tutawasamehe maovu yao miongoni mwa watu wa peponi. Itawathibitikia miadi ya kweli waliokuwa wakiahidi wa duniani. Na aliwafyonza wazazi wao kwa kuchukia na kuchoka nao walipowataka waamini kufufuliwa, na wakawaambia, mnaniambia tutatoka makaburini na mataifa mangapi yamepita kabla yangu, na hapana hata mmoja alifufuliwa kutoka makaburini. Na hao wazazi wake wanaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu jinsi ya kuona ni makuu makosa ya mwana wao, wakisema kwa kumshikilia amini, utaangamia wewe kama hukuamini. Hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kufufua ni kweli, na yeye bado amekakamia kukadhibisha kwa kusema, hayo mnayoyasema si chochote ila ni hadithi za uongo za watu wa kale. Hao wasemao hayo ndiyo iliwathibitikia kuwashukia adhabu sawa sawa na mataifa yaliyokuwa kabla yao miongoni mwa majini na watu, kwa sababu hakika hao walikuwa ni wenye kuhasiri. Na wote Waislamu na makafiri wana vyeo vyao vinavyolingana na vitendo vyao walivyovitenda.
ili waadilifu wa Mwenyezi Mungu upate kuonekana kati yao, na ili awalipe jaza ya amali zao, nao hawatadhulumiwa, kwa sababu wanastahiki hayo wanayolipwa. Na siku watakaposimamishwa waliokufuru kwenye moto, waambiwe, mmekwisha chukua fungu lenu la vitu vizuri katika maisha yenu ya duniani na mkavionea raha, basi leo ndiyo mnalipwa adhabu ya kufedhehesha kwa mliokuwa na duniani, ya kujivuna katika nchi bila haki na kutoka kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Na hakika tuliangamiza miji iliyo jirani zenu na tulizitumia ishara ili wapate kurejea. Basi mbona wale waliowashika badala ya Mwenyezi Mungu kuwa ati hao ndio wawakurubishe hawakuwanusuru, bali waliwapotea, na huo ndio uongo waliokuwa wakiuzua.
na wakati tulipowaleta kundi la majini kuja kwako kusikiliza Qur'an, basi walipoihudhuria walisema, sikilizeni. Na ilipokwisha somwa walirudi kwa kaumu yao kwenda kuwaonya. Wakasema, enyi kaumu yetu, sisi tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa, kinachosadikisha yaliyokuwa kabla yake, na kinachoongoza kwenye haki na kwenye njia iliyonyooka. Enyi kaumu yetu, muitikieni mwenye kuitia kwa Mwenyezi Mungu, na muaminini, Mwenyezi Mungu atakusameheni na atakukingeni na adhabu chungu. Na wasiomuitikia muhitaji wa Mwenyezi Mungu, basi hao hawatashinda katika ardhi, wala hawatakuwa na walinzi mbele yake. Hao wamo katika upotovu uliodhahir. Je, hawaoni ya kwamba Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi na hakuchoka kwa kuziumba kuwa ni muweza wa kuwafufua wafu? Kwani hakika yeye ni muweza wa kila kitu. Na siku watakapoletwa makafiri motoni wakaambiwa, je, haya si kweli? Watasema, kwani tunaapa kwa Mola wetu mlezi, ni kweli. Atasema, basi onjeni adhabu kwa sababu ya kule kukataa kwenu. Basi subiri kama walivyosubiri mitume wenye stahmala kubwa, wala usiwafanyie haraka. Siku watakayoyaona walioahidiwa itakuwa kama kwamba hawakukaa ulimwenguni ila saa moja ya mchana. Huu ndio ufikisho. Kwani huangamizwa wengine isipokuwa walio waovu tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi watu wa Makka, tumeiangamiza miji iliyo jirani zenu, na sisi tuliwawekea wazi dalili namna mbalimbali ili wapate kurejea, waache ukafiri hawakurejea. Basi kwani hao waliwafanya miungu badala ya Mwenyezi Mungu ili wakaribishe kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, imeweza kuwakinga na maangamizo? Hasha! Bali miungu hiyo ili wakimbia, na hali wao ndio wanahaja nayo mno iwanusuru. Na hayo yaliyowafika ya kutupwa na miungu yao na kuwapotea ndiyo matokeo ya uongo wao na uzushi wao. Ewe Muhammadi, taja nilipokuletea kikundi cha majini wajesikiliza Qur'ani. Walipohudhuria ilipokuwa ikisomwa, baadhi yao wakawaambia wenzao, sikilizeni. Ilipokwisha timia kusomwa wakarudi kwa haraka kwa wenzao kuwahadharisha na ukafiri, wakiwataka waamini. Walisema, enyi watu wetu, hakika sisi tumekisikia kitabu chenye shani kubwa, kimeteremshwa baada ya Musa, na kinasadikisha vitabu vya Mwenyezi Mungu vilivyotangulia, kinaongoza kwenye itikadi ya haki na sharia ya vitendo iliyosimama sawa. Enyi watu wetu, muitikieni mwenye kuita kwa Mwenyezi Mungu anayeongoza kwenye haki na kwenye njia iliyonyoka, na msadikini Mwenyezi Mungu akusameni madhambi yenu yaliyotangulia, na kulindeni na adhabu kali iliyochungu. Na asiyemuitikia Mwenyezi Mungu, basi hawezi kumshinda Mwenyezi Mungu asimtie mikononi, hata kikimbia vipi katika ardhi. Na wala hana isipokuwa Mwenyezi Mungu wa kumnusuru na kumkinga na adhabu yake. Hao wanaopuuza wasimuitikie mwenye kuitia kwa Mwenyezi Mungu, wamo katika ubabaishi na dhahiri wako mbali na haki. Wameghafilika, wala hawajui kwamba Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi, na wala hakushindwa kuziumba, ni muweza wa kuwafufua maiti. Bali yeye ni muweza wa hayo, kwani yeye mtukufu ana uweza kamili juu ya kila kitu. Na siku watakaposimamishwa waliokufuru motoni, wataambiwa kwa kukemewa, adhabu hii si jambo la kweli la kubaliana tuliyokuponyeni nayo duniani. Na wao watasema, kwani tunaapa kwa Mola wetu mlezi, haya ni haki kweli. Atasema, onjeni kila namna ya adhabu kali kwa kushikilia kwenu kafiri na ukanushi. Ewe Muhammadi, wastahamilie makafiri kama walivyostahimili mitume wengine wenye nguvu na imara wakati wa shida. Wala usiwahimizi adhabu, kwani hiyo itawafika tu, hapana hivi wala hivi, hata ikichukua muda mrefu. Siku watakapokiona kijisho chake watadhani kuwa hawakukaa kabla yake ila saa moja tu ya mchana.
haya uliowatolea waadhi ya tosha, hawataangamizwa kwa adhabu isipokuwa waliotoka kwenye utiifu.